Bwana Yesu asifiwe. Matendo 10:38. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa nguvu na kwa Roho Mtakatifu, naye akaenda huko na huko akizitangaza habari njema na kufungua wote walioonewa na Ibilisi, na kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye. Hizi ni habari njema kwa mtu wa ujasi unayenisikia. Inawezekana umezisikia habari hizi miaka nenda miaka rudi. Sitaki kufahamu umezisikia kwa muda gani. Inawezekana umezisikia kwa siku moja, siku mbili. Hiyo hainihusu mimi, lakini ninalo neno moja kwako kwa ajili yako, ya kwamba yuko Yesu mwanaume ambaye ametua mafuta kwa Roho Mtakatifu, naye akazitangaza habari hizi miaka 2000 iliyopita, ya kwamba mwanadamu aliyekuwa katika dhambi, wakati wake wa kuishi katika mateso umeisha. Mwanadamu aliyeteswa na kuonewa na Ibilisi, wakati wake wa kuishi kuzimu umeisha. Mwanadamu aliyekuwa na kufa hapati tena tumaini la kuingia mbinguni, wakati wake umeisha wa kukaa huko. Yesu akasema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Haleluya. Mathayo 4:15-16. Nchi ya Zabuloni, nchi ya Naftali, njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, watu waliokaa katika giza wameuona mwanga mkuu, na waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti nuru imewashukia. Hizi ni habari za Yesu mwanaume. Alianza kuzitangaza, akasema haya ndio maneno ya Yesu Kristo. Akaanza kutangaza habari, akasema Yesu akaanza kuhubiri akisema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Nikueleze kwamba iko nuru inang'aa katika mtaa wako. Iko nuru inang'aa katika ujasi. Iko nuru inang'aa duka lote lile linalosikia habari hizi, ya kwamba lile giza lilopo katika duka, lile giza lilopo juu ya mtu, lile giza lilopo katika maisha ya mtu, wakati wake wa kuwepo umekwisha. Linatakiwa lichukue safari nyingine na kuondoka kwake. Natamani kwa muda mfupi, tuna muda mfupi sana, dakika chache hazinitoshi. Nilitamani niwe na muda mrefu na wewe, lakini kwa muda huu mfupi, tega sikio lako nisikie. Ninakwenda kuzungumza kwa habari ya tumaini la mwanadamu. Inawezekana unafikiri tumaini ni pesa, lakini hata tajiri wa kwanza duniani anayeitwa Elon Musk anaendelea kutafuta pesa na wala hajatosheka nazo. Utambue kuwa tumaini sio pesa peke yake. Inawezekana unafikiri tumaini ni gari, lakini wanaomiliki magari na kuyauza wao wanatambua tumaini sio gari peke yake. Inawezekana unatambua tumaini ni nyumba, na bado umepanga huku ujasi na unafikiri ukipata nyumba ndio utakuwa na maisha mazuri na utakuwa na furaha moyoni. Unajidanganya na unajichelewesha, kwa maana hakuna tumaini kwenye kupata nyumba. Inawezekana unafikiri tumaini kupata ajira nzuri na kazi nzuri, ndio maana uko chuoni unasoma kwa bidii, lakini nikwambie hata walio na kazi na walio na vyeo tumaini hawajalipata. Ninataka nikupe habari mpya ya kwamba tumaini sio hivyo unavyovifikiri. Ninataka nikueleze habari mpya kabisa ya kwamba tumaini sio gari ile unalolitafuta. Ninataka nikueleze kwamba tumaini sio nyumba ile unalolitafuta. Ninataka nikueleze kwamba tumaini sio suti nzuri unayoivaa. Ninataka nikwambie kwamba tumaini halijaishia pale ambapo unafikiri wengine wakipata kazi ndio wamejifanikisha sana au ndio wamepatikana sana. Tumaini halipo hivyo. Ngoja nikukumbushe kidogo. Nataka nikukumbushe kidogo. Juzi tumemzika kiongozi mkubwa aliyekaa bungeni zaidi ya miaka 20. Ulifikiri kwamba akiwa mbunge ndio amepata tumaini, lakini anaeleza kwa miaka 20 hajawahi kutoka bungeni. Inamaanisha hajalizika hata na ule ubunge. Alitamani hata akifa endelee kuwa mbunge, lakini muda wake ukao umeisha. Kwa hiyo unafikiri ukiwa mbunge ndio umepata kila kitu. Nikwambie hakuna tumaini kwenye hivyo. Kwa hiyo yuko mwanadamu mmoja anaishi hapa, anafikiri tumaini ni kuwa na maisha mazuri, anafikiri tumaini ni kuwa na pesa, anafikiri tumaini ni kuwa na nyumba nzuri, anafikiri tumaini ni kuwa na gari, anafikiri tumaini ni kuwa na pikipiki. Unajichelewesha na unajidanganya, kwa sababu nina uhakika kwa hizo juhudi za kutafuta pesa na ukafungua duka ujasi utalipata gari. Sikatai, nina uhakika kwa hizo juhudi zako na bidii za kufanya kazi utapata nyumba nzuri.
sikatai. Nina uhakika kwa hizo bidii zako na juhudi zako ulizonazo utapata mapikipiki mengi, sikatai. Lakini utakapokuja kuvipata hivyo, utatambua roho yako haijalizika. Hakuna raha kwenye hivyo vitu, hakuna tumaini kwenye hivyo vitu. Ni kweli nikwambie kwamba ni vizuri na mimi ninavitamani, lakini nimegundua hakuna tumaini kwenye hivyo vitu. Nisikilize vizuri. Liko tumaini nataka nilitambulishe kwako. Liko tumaini nataka nilitangaze kwako. Liko tumaini nataka nilitambulishe kwako. Nikurudishe nyuma. Mwanadamu wa kwanza alipoumbwa katika bustani ya Eden, alipowekwa katika bustani na Mungu, akapewa maagizo kadhaa ya kuyafanya, lakini kwa bahati mbaya, kwa kujua, kwa kutokujua, alikuja anaitwa nyoka, joka la zamani, likamdanganya mwanadamu. Mwanadamu akapotea, akaondoka katika utukufu wa Mungu. Warumi 3:23 anasema maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndio maana Kristo akaja duniani ailete nuru, kwa sababu anasema nuru yang'aa gizani wala giza halikuiweza. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kama hauna Yesu, full stop, hatutaki majadiliano. Ni kwamba liko giza ndani yako. Haijalishi unamiliki gari, haijalishi unamiliki nyumba, haijalishi unamiliki pikipiki, haijalishi unamiliki duka zuri, haijalishi una mke mzuri, haijalishi una mume mzuri, lakini siri ni kwamba giza liko ndani yako. Hizi ni habari za mwanaume mmoja. Hizi ni habari za mwanaume mmoja. Na vile ambavyo hujawahi kupelekwa mbali kwenye ufahamu wako, leo ninataka nikusafirishe mbali kidogo. Maana unafikiri habari hizi ni simulizi tu au ni story nzuri, lakini leo nataka nikusafirishe kidogo kwenye ufahamu wako ili uzielewe hizi habari. Yesu Kristo alipokuwa anazaliwa, alitabiriwa miaka 700 kabla ya uzao wake. Sitaki kukupeleka kwenye utabiri, nataka nikujulishe ya kwamba alipokuwa anazaliwa, maagizo yakatolewa. Katika Mathayo 1:21 anasema naye atazaa mwana, naye atamwita jina lake Yesu. Jina la Yesu sio jina la Yohana, haliwezi likabadilika. Jina la Yesu haliwezi kubadilika likawa jina lingine. Kwa nini aitwa Yesu? Anaeleza maelezo mbele. Anasema kwa maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo tunamwita Yesu, hatuiti jina tu, lakini tukitamka Yesu tunatamka mwokozi wa dhambi, mwokozi wa uzinzi, mwokozi wa uasherati, mwokozi wa uchawi, mwokozi wa uganga, mwokozi wa uchafu, mwokozi wa ufilaji, mwokozi wa uongo, mwokozi wa kila kitu ndiye Yesu. Kwa tunapomtambulisha Yesu, tunamtambulisha mwokozi. Tunapomtambulisha Yesu, tunamtambulisha mwokozi. Matendo 4:12 anasema kwa maana hakuna jina lingine walilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Katika Wafilipi 2:9-11 anasema naye akamkirimia jina kuu sana. Anasema lile jina lipitalo majina yote, ili kwa jina hilo kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu ni Bwana. Anasema Yesu ni Bwana. Kwa hiyo ninataka nikutambulishie tumaini jipya. Sijaja kukutambulishia dini mpya, sijaja kukutambulishia Ukristo, achana nao, futa kwenye kichwa chako. Nimekuja kumtambulisha mwanaume Yesu. Anasema Yesu peke yake ndiye jina walilopewa wanadamu lipasalo kuokolewa kwalo. Hakuna jina lingine walilopewa wanadamu isipokuwa jina la Yesu. Inawezekana umefundishwa majina mengi, umeambiwa majina mengi. Inawezekana umeambiwa jina la nabii fulani, inawezekana umesemeshwa jina la mtume fulani. Sikatai kwamba waganga wako ujasi pia. Inawezekana umeambiwa jina la mganga fulani, lakini leo ninalo taarifa mpya kwako ya kwamba liko jina lipitalo majina yote. Na hii leo ninalo taarifa mpya kwako ya kwamba liko jina lipitalo majina yote, na hilo jina ni jina la Yesu. Jina la Yesu pekee ndiye tumaini kwa mwanadamu. Jina la Yesu pekee ndiye tumaini kwa mwanadamu. Hakuna tumaini
tumaini lingine ambalo mwanadamu analo isipokuwa jina la Yesu. Kwa nini tunamtangaza Yesu? Kwa nini tunamsema Yesu? Tunamsema Yesu kwa sababu hakuna mwingine wa kumwongelea kwa viwango hivyo. Hakuna mwingine wa kumtangaza kwa viwango hivyo. Sikiliza nikwambie au nikueleze ya kwamba mwanadamu wa kwanza alivyotenda dhambi katika bustani ya Eden, naye akahukumiwa na Mungu. Hivyo wote waliozaliwa na Adamu, ikiwa ni wewe, kama ujui babu yako wa kwanza sio leo nyumbani kwako kule Kigoma au kule Tabora, au babu yako wa kwanza sio Dodoma hapa, nisikilize nikwambie, bibi yako sio Ujasi. Nisikilize nikwambie, bibi yako aliitwa Hawa kwanza. Nisikilize nikwambie, babu yako aliitwa Adamu kwanza. Kwa hiyo Hawa ulitoka kwao, na wewe ukahesabika umeupoteza utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hukumu ikatangazwa kwako ya kwamba hautaulisi ufalme wa Mungu. Hukumu ikatangazwa kwako ya kwamba utaishi kwenye mateso. Hukumu ikatangazwa kwako ya kwamba maisha yako yatakuwa hayaeleweki. Hukumu ikatangazwa kwako ya kwamba hakutakuwa na uhai kwako. Hukumu ikatangazwa kwako ya kwamba hakutakuwa na tumaini kwako. Kwa hiyo Mungu kwa mapenzi yake akajivika mwili, akaja duniani. Naye alivyokuja duniani, sikiliza, habari njema ikasikika. Anasema majusi wa mashariki wakaona nyota mbali, wakajua yuko mfalme amezaliwa. Naye Isaya anagongelea nyundo katika Isaya 9:6, anasema tazama, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani pake, naye ataitwa mshauri wa ajabu. Ramatekeba. Natamani nikueleze zaidi, ila muda unaniishia kuliko maelezo. Huyu ndio Yesu ninayemtambulisha kwako. Achana na dini, achana na vitu vingine unavyovijua. Warumi 10:9-10 anasema, kwa maana mtu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, na wewe utaokoka. Sikilize, wokovu sio kuanza kwenda kanisani. Wokovu sio kwenda CFFC. Wokovu sio kwenda FPST. Wokovu sio kuanza kuwa Mkristo. Wokovu ni tumaini ya kwamba siku tutakapokushika katika kaburi utainuka tena kaburini. Wokovu ni tumaini ya kwamba siku tutakapokulaliza kwenye jeneza tukakuvika na sanda, huo sio mwisho wako. Wokovu ni tumaini ya kwamba siku utakapolala, wengine hatuna suti za kuwazikia, tutawazika uchi wa mnyama. Haijalishi, usiogope, kwa maana bado liko tumaini ya kwamba utaamka tena. Anasema kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia. Ramateka, parapanda itakapolia, wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa tena, watainuka tena, hawatauona uharibifu. Kwa hiyo unavyotafuta pesa kwa bidii, zitafute sana, maana unazihitaji kuishi katika dunia hii. Lakini usisahau kwamba pesa sio tumaini lako. Miaka yako imehesabika kukaa duniani. Iko siku utaondoka duniani. Wako wengine wanaisikia sauti wiki hii, inawezekana wasimalize. Sikuombei mabaya, lakini inawezekana katika kalenda yako siku zako zimepungua sana. Nikueleze kweli kwamba wako wengi walianza mwaka huu, lakini hata sasa hawapo tena. Wako wengi walianza tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, lakini hata sasa hawako tena, wamepotea duniani. Kwa hiyo ninakueleza taarifa kwamba inawezekana na wao usimalize mwaka huu, lakini taarifa mpya ipo ya kwamba tumaini lipo. Hata kama ukifa kabla hujamaliza mwaka, hata kama ukifa katika umaskini wako, hata kama ukifa bado hujapata nyumba nzuri, hata kama ukifa bado hujapata gari, liko tumaini ya kwamba mwanaume mmoja ameenda mbinguni kuandalia makao. Anasema nitakaporudi mimi nitawachukua, ili mimi nilipo na wao wawepo. Hauna haja ya kuwa na mashaka. Kwa hiyo hauna haja ya kuwa na wasiwasi. Kwa hiyo hauna haja ya kuwa na hofu. Hizi ni taarifa mpya kwamba tumaini limepatikana. Lile tumaini la kukufanya uishi tena limepatikana. Nisikilize, inawezekana unaishi maisha ya taabu, ya shida. Sitaki kufahamu sana. Nisikilize, maisha yako yanawezekana hayaoneshi namna yoyote au dalili yote ya kuwa tajiri mkubwa. Nisikilize, maisha yako yanaonesha hayana tumaini lolote ya kufanikiwa maishani. Usiogope, usiangalia hayo mafanikio. Mungu
mwenyewe anasema kwa kinywa cha Kristo, anasema itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote akapata hasara nafsi yako? Hata wewe tukikufanya tajiri mkubwa duniani, tukakupa pesa zote, haitakusaidia chochote, maana iko siku takufa. Ayubu 14 mstari wa kwanza mpaka wa pili, ninapomalizia, anasema mwanadamu aliyeumbwa na mwanamke, siku zake za kuishi sio nyingi, nazo zimejaa taabu. Yeye uchanua kama vile ua, kisha unyauka. Yeye ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Huyo ndio mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Wewe umezaliwa na mwanamke, siku zako za kuishi sio nyingi, zinahesabika. Je, tumaini unalo? Hilo ndio swali la msingi la kujiuliza. Liko tumaini kwako? Tumaini lipo? Kwa nini umtumaini Yesu? Kwa nini umtumainie Kristo? Kwa nini uwe na tumaini kwa Kristo? Kwa nini?